Kuna taifa duniani liliwahi kuwepo barani Ulaya. Taifa ambalo lilikuwa na watu wa dini tofauti, lugha tofauti na historia za vita kati yao kwa karne nyingi. Lakini mwaka mmoja tu ulitosha kujaribu kuwalazimisha kuwa kitu kimoja. Ndani ya karne moja, taifa hilo likazaliwa, likakuwa kwa nguvu, likawa tishio kisiasa, kisha likavunjika kwa vita vikali vya kikatili ambavyo viliacha maelfu ya watu wakiwa hawana nchi kabisa. Taifa hili lilijulikana kwa jina la Yugoslavia. Swali ni moja: inawezekanaje watu waliotofautiana kila kitu walazimishwe kuwa taifa moja na bado wakaishi kwa amani? Fuatana nami kujua nini kiliikumba nchi hii. Karibu The Storyside. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia kumalizika mwaka 1918, Ulaya haikuwa ile ile. Himaya kubwa zilizokuwa zimeitawala dunia kwa nguvu ya karne nyingi zilianza kuporomoka moja baada ya nyingine. Ramani ya kisiasa ikachorwa upya, mipaka ikafutwa na mipya ikawekwa kwa kasi bila kuzingatia watu waliokuwa wanaishi kwenye maeneo hayo. Katika mazingira haya ya machafuko na mabadiliko makubwa, eneo la Balkan lilikuwa mojawapo ya sehemu zilizoathirika zaidi. Balkan ilikuwa si eneo lenye utulivu wa kisiasa kwa muda mrefu. Ilikuwa mchanganyiko wa makabila tofauti, lugha tofauti, dini tofauti ambazo ni Ukatoliki, Uorthodox na Uislamu, na historia ndefu ya vita na migogoro ya ndani. Kwa hiyo watu waliokuwa wakiishi hapa hawakujiona kama taifa moja, bali kama makundi tofauti yaliyoishi karibu tu kijiografia. Lakini baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, viongozi wa kisiasa wa wakati huo walikuja na wazo moja kubwa, wazo la kuunganisha Waslav wa kusini kuwa taifa moja. Ndipo mwaka 1918 taifa jipya likazaliwa, likaitwa Yugoslavia. Jina Yugoslavia lilimaanisha nchi ya Waslavu wa kusini. Kwenye karatasi lilionekana kama suluhisho la amani baada ya miaka mingi ya vita na migawanyiko. Lengo lilikuwa kuunganisha watu waliotokana na asili moja ya Slavic, kuunda serikali moja yenye nguvu na kuzuia migogoro ya ndani na uvamizi wa nje. Lakini changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba watu hawa walioitwa kuunganishwa hawakuwahi kuwa na historia moja ya taifa. Badala yake walikuwa na historia tofauti. Wengine walikuwa wameishi chini ya himaya za Ottoman kwa karne nyingi. Wengine walikuwa chini ya ushawishi wa Austria Hungary. Wengine walikuwa na uhusiano wa karibu na dini na tamaduni tofauti kabisa. Hivyo kuwalazimisha kuwa taifa moja ilikuwa kama kujaribu kuunganisha vipande vya historia tofauti kabisa kwenye chombo kimoja. Ndani ya Yugoslavia kulikuwa na makundi makubwa kadhaa ambayo ni wa Serbia, wa Croatia, wa Slovenia, wa Bosnia, wa Macedonia na wa Montenegro. Kila kundi lilikuwa na lugha yake au lahaja yake, dini yake na mchanganyiko wa dini, na kumbukumbu zake za kihistoria kuhusu vita na utawala. Kwa hiyo hata kabla ya serikali mpya kuimarika, tayari kulikuwa na maswali ya msingi: nani anaongoza, nani anafaidika zaidi na nani anapoteza? Kwa nje, Yugoslavia ilionekana kama hatua ya maendeleo. Ilionekana kama mfano wa mataifa ya Ulaya kujaribu kujenga amani baada ya vita kubwa. Lakini ndani ya mfumo wake wa kwanza wa uongozi kulianza kuonekana mwelekeo mmoja wa nguvu. Serbia ilikuwa mojawapo ya makundi makubwa na yenye nguvu kijeshi na kisiasa wakati huo. Ilianza kuwa
na ushawishi mkubwa zaidi ndani ya serikali ya awali ya Yugoslavia. Hii ilimaanisha kwamba maamuzi mengi ya kisiasa yalionekana kupitishwa kwa mtazamo wa upande mmoja. Makundi mengine yakaanza kuhisi hayana sauti ya kutosha, na hisia ya umoja wa lazima ikaanza kuonekana kama udhibiti wa upande mmoja kwa wengine. Polepole kile kilichoanza kama wazo la umoja kilianza kubadilika ndani ya mioyo ya watu. Wakroatia na Waslovenia wao walianza kuona tofauti kati ya taifa la pamoja na nani anaendesha taifa hilo. Hisia kama hizi bado hazikuleta mgogoro wa moja kwa moja, lakini zilianza kujenga kitu hatari zaidi, hasa kutokuaminiana kwa kimya kimya kati ya makundi makubwa ndani ya nchi moja. Na hii ndiyo ilikuwa hali ya Yugoslavia katika miaka yake ya mwanzo, taifa jipya lililozaliwa na ndoto ya umoja, lakini ndani yake likibeba mgawanyiko ambao haukushughulikiwa kwa kina tangu mwanzo. Miaka ya 1940 ilipowadia, Ulaya ilikuwa tena imeingia kwenye hali kubwa ya hatari. Mawimbi ya vita kuu ya pili ya dunia yalikuwa yakienea haraka, yakibadilisha mipaka, serikali na maisha ya mamilioni ya watu. Mataifa mengi yaliyokuwa bado yanaendelea kujenga utulivu baada ya vita kuu ya kwanza, sasa yalijikuta tena yakivutwa kwenye vita mpya ya dunia. Katika mazingira hayo, Yugoslavia haikuweza kuepuka vuguvugu hili. Mwaka 1941, Yugoslavia ilivamiwa na majeshi ya Ujerumani ya Nazis pamoja na washirika wake. Uvamizi huu haukuwa wa polepole, ulikuwa wa haraka, mkali na uliopangwa kwa nguvu kubwa ya kijeshi. Ndani ya muda mfupi, serikali ya Yugoslavia ikaanguka. Taifa liligaragara, likagawanywa vipande vipande na wakoloni wa vita, kila sehemu ikidhibitiwa na vikosi tofauti vya uvamizi. Hii ilikuwa pigo kubwa sana kwa muundo wa taifa ambalo tayari lilikuwa na nyufa za ndani. Baada ya serikali kuporomoka, hakuna tena mamlaka moja iliyodhibiti nchi nzima. Badala yake, Yugoslavia ikawa uwanja wa mapigano wa makundi mengi tofauti. Ndani ya machafuko hayo kulizuka makundi makuu matatu. Moja, wapinga uvamizi waliopigana msituni wakijaribu kuikomboa nchi. Mbili, vikundi vilivyoshirikiana na wavamizi kwa sababu za kisiasa au hofu. Na tatu, ni vita vya ndani kati ya makundi ya kikabila yaliyokuwa tayari yana tofauti za muda mrefu. Hapa ndipo mgawanyiko wa awali wa taifa ulipogeuka kuwa vita halisi. Makabila yaliyokuwa yameunganishwa kwa jina moja sasa yalianza kujiona kama maadui, wakipigana upande kwa upande kulingana na ushawishi, hofu na malengo tofauti. Kwa watu wa kawaida, maisha yalibadilika kabisa. Miji mingi ilikumbwa na njaa kali kutokana na kuvunjika kwa mfumo wa uchumi. Mauaji ya mara kwa mara yaliyofanywa na vikosi tofauti, kuhama kwa familia kutoka maeneo yao ya asili, na hofu ya kila siku ya nani anaweza kuingia kijijini au mjini kesho yake. Hakukuwa tena na uhakika wa usalama. Watu walilala bila kujua kama wataamka salama, na jamii zilivunjika kwa kasi kubwa. Hii ilikuwa si tu vita ya majeshi, bali ilikuwa vita iliyoingia kwenye maisha ya kila mtu. Katikati ya machafuko haya kulianza kujitokeza upinzani mpya uliokuwa na mpango tofauti. Huu haukuwa tu upinzani wa kupinga uvamizi wa nje, bali pia ulikuwa na wazo la kujaribu kuunganisha tena Yugoslavia kwa nchi chini ya mfumo mmoja. Ndani ya harakati hizi kulizuka kiongozi mmoja ambaye polepole alianza kupata ushawishi mkubwa zaidi. Huyu alikuwa Josip Broz Tito. Tito hakuwa tu kiongozi wa kijeshi, bali pia alikuwa na mtazamo tofauti na makundi mengine. Badala ya kupigania taifa la kabila moja, alisisitiza wazo
la umoja wa watu wote wa Yugoslavia, kupinga uvamizi bila kujali makabila na kujenga taifa jipya baada ya vita. Mtazamo huu ulimfanya apate wafuasi kutoka katika makundi mbalimbali, jambo ambalo lilikuwa nadra sana katika kipindi hicho cha mgawanyiko mikubwa. Polepole mapambano ya msituni yakaanza kupata sura mpya, sio tu sura ya vita, bali pia ya mapambano ya kujenga mustakabali mpya wa taifa la Yugoslavia. Katikati ya machafuko ya vita kuu ya pili ya dunia, harakati za upinzani zilianza kuchukua sura mpya ndani ya Yugoslavia iliyokuwa imevunjika na kugawanyika. Tito aliongoza kikundi cha wapiganaji wa msituni kilichojulikana kama Partisan. Tofauti na makundi mengine yaliyokuwa yakipigana wakati huo, Tito alikuja na mtazamo tofauti kabisa. Wakati wengine wakipigania kwa misingi ya kabila, dini au maeneo yao ya kisiasa, Tito yeye alijaribu kuvunja mipaka yote ambayo ilivunja umoja. Alisisitiza wazo moja kuwa mapambano haya hayakuwa ya kikundi kimoja, bali ya watu wote wa Yugoslavia dhidi ya adui mmoja. Hili lilikuwa wazo gumu kulikubali kwa wakati huo, kwa sababu historia ya mgawanyiko ilikuwa imekaa kwa muda mrefu, lakini ndiyo lililoifanya harakati zake ziwe tofauti na nyingine zote. Vita ya Partisans haikuwa vita ya kawaida ya majeshi makubwa yaliyojipanga wazi. Ilikuwa vita ya kujificha milimani na misituni, kusafiri kwa siri usiku, kushambulia kwa ghafla na kupotea tena, na kuishi kwa uhaba mkubwa wa chakula na silaha. Wapiganaji wa Tito walikuwa wachache, hawakuwa na vifaa vya kutosha, na mara nyingi walikabiliana na majeshi makubwa zaidi na yenye silaha nzito. Lakini faida yao kubwa ilikuwa ni moja: waliijua ardhi yao na walikuwa na motisha ya kuendelea kupigana bila kukata tamaa. Kadri vita vilivyoendelea, Partisans wa Tito walianza kupata uungwaji mkono kutoka kwa wananchi wa kawaida. Sababu kuu zilikuwa watu walichoshwa na vurugu za makundi tofauti. Wananchi walitaka amani na utulivu, na wazo la umoja wa Yugoslavia lilianza kuwapa matumaini mapya. Polepole harakati za Tito zikaanza kukua kutoka kuwa kikundi kidogo cha msituni hadi kuwa nguvu kubwa ya kijeshi ndani ya nchi ya Yugoslavia. Kufikia mwisho wa vita vikuu vya pili vya dunia mwaka 1945, Partisans wa Tito walikuwa tayari wamekuwa moja ya vikosi vikubwa na vyenye ushawishi mkubwa zaidi katika eneo la Balkan. Walikuwa si tu wapiganaji wa msituni tena, bali nguvu ya kisiasa na kijeshi iliyokuwa ikitambuliwa kimataifa. Wazo la kuunganisha tena Yugoslavia lilianza kuonekana kama jambo linalowezekana licha ya maumivu yake yote ya vita iliyopita. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia kumalizika mwaka 1945, Balkan ilikuwa imechoka, imeharibiwa na imejaa makovu ya vita. Miji ilikuwa imebomoka, uchumi umesimama, na jamii zikiwa bado zimegawanyika kutokana na miaka ya mapigano. Katika mazingira haya, Yugoslavia ilianza kujengwa upya kwa mfumo mpya kabisa chini ya uongozi wa Josip Broz Tito. Tito hakuendelea na mfumo wa zamani wa kifalme. Badala yake, alifuta kabisa utawala wa kifalme na kuanzisha serikali ya kijamaa, yani socialist state, ambayo ililenga kuweka mamlaka chini ya serikali kuu yenye nguvu. Hapa ndipo Yugoslavia mpya ilizaliwa upya, si kama muungano dhaifu wa zamani, bali kama taifa jipya lenye mfumo tofauti kabisa wa kisiasa. Tofauti na nchi nyingi za kikomunisti zilizokuwa zinaibuka baada ya vita, Tito alichagua njia ya kipekee. Wakati mataifa mengi ya Ulaya Mashariki yakijiweka chini ya ushawishi wa moja kwa moja wa Umoja wa Kisovieti, Tito yeye alikataa kuwa chini ya udhibiti huo. Alitaka Yugoslavia ibaki huru kisiasa,
bila kutawaliwa moja kwa moja na mashariki au magharibi. Hili lilikuwa jambo la hatari kisiasa wakati wa vita baridi, kwa sababu dunia ilikuwa imegawanyika katika kambi mbili kubwa, yaani mashariki chini ya ushawishi wa Kisovieti na magharibi chini ya ushawishi wa Marekani. Lakini Tito alichagua njia ya kuwa katikati, yaani kuwa neutral. Baadaye alishiriki katika kuanzishwa kwa Non-Aligned Movement, yaani NAM, kundi la mataifa yaliyokataa kujiunga moja kwa moja pande hizo zote mbili. Katika kipindi cha uongozi wake, Tito alijenga mfumo uliokuwa na lengo la kuzuia migawanyiko ya zamani kurudi tena. Hivyo alifanya mambo makuu kadhaa. Moja, aliweka serikali yenye nguvu ya kati kudhibiti taifa lote. Mbili, alidhibiti kwa karibu siasa za makabila na utaifa. Na tatu, alijaribu kuunda utambulisho mpya mmoja wa Yugoslavia badala ya utambulisho wa kikabila. Kwa muda, mfumo huu ulifanya kazi. Yugoslavia ikapata utulivu wa kisiasa ukilinganisha na historia yake ya zamani, ukuaji wa kiuchumi katika baadhi ya maeneo na heshima katika jukwaa la kimataifa. Kwa macho ya nje, ilionekana kama mfano wa taifa lililofanikiwa kuunganishwa watu tofauti na asili tofauti. Lakini hata kama utulivu ulikuwa umeonekana, tatizo la msingi halikuwa limeondoka. Tofauti za kihistoria kati ya makabila hazikusahaulika, hazikupatanishwa kikamilifu, na zilikuwa zimefunikwa tu chini ya mfumo wa kisiasa wenye nguvu. Umoja uliokuwepo zaidi ulitegemea uwezo wa serikali na uongozi wa mtu mmoja kuliko makubaliano ya kweli ya jamii zote. Hii ilimaanisha kwamba msingi wa Yugoslavia mpya ulikuwa imara kwa nje, lakini bado ulikuwa na nyufa za ndani zilizofichika. Baada ya kifo cha Josip Broz Tito mwaka 1980, Yugoslavia ilijikuta katika wakati mgumu zaidi tangu kuanzishwa kwake upya. Kwa muda wa miaka yake ya uongozi, Tito alikuwa kama nguzo iliyoshikilia taifa pamoja. Siasa, jeshi na hata mvutano wa makabila ulikuwa ukidhibitiwa chini ya mamlaka yake. Hivyo, alipofariki, mfumo uliobaki ulionekana wazi kwamba haukujengwa juu ya taasisi imara, bali zaidi juu ya nguvu ya mtu mmoja. Baada ya Tito kufariki, uongozi wa Yugoslavia uliwekwa kwenye mfumo wa pamoja wa viongozi kutoka jamhuri tofauti. Kwa nje ilionekana kama njia ya kuhakikisha usawa, lakini kwa vitendo kulikuwa na tatizo moja kubwa. Hakukuwa tena na mtu mmoja mwenye uwezo wa mwisho wa kusuluhisha migogoro au kusimamisha mivutano pale inapozidi. Hii ilimaanisha kwamba kila upande ulianza kujihisi huru zaidi kusema maslahi yake bila kuogopa nguvu ya juu ya kuunganisha taifa. Polepole ile namba moja ya Yugoslavia ilianza kufifia. Baada ya miaka michache tu, matatizo yalikuwa yamefichwa chini ya utulivu wa Tito yakaanza kujitokeza waziwazi. Kwanza, kulikuwa na mgawanyiko wa kiuchumi. Baadhi ya maeneo yalikuwa yameendelea zaidi kiuchumi, huku mengine yakibaki nyuma. Hii ilianza kuzua hisia kwamba baadhi ya jamhuri zilikuwa zimebeba mzigo wa wengine na kwamba mfumo wa pamoja haukuwa wa haki kwa wote. Pili, kila jamhuri ilianza kuwa na malalamiko yake ya kisiasa kuhusu jinsi nchi inavyoendeshwa. Na tatu, hisia za utaifa, yani nationalism, zilianza kuongezeka tena, jambo ambalo ilikuwa limewekwa pembeni kwa miaka mingi. Hapa ndipo mabadiliko ya hatari yalipoanza kutokea ndani ya jamii. Badala ya watu kujiona kama Yugoslavia moja, walianza kurudi kwenye utambulisho wa awali wa makabila na jamhuri zao. Kauli zilianza kubadilika kutoka sisi ni Yugoslavia kwenda sisi ni sisi na wao ni wao, yaani Croatia ni Croatia, Serbia ni Serbia na Waslovenia ni Wasloveni. Hii ilikuwa hatua ndogo
kwa maneno, lakini kubwa sana kwa maana ya kisiasa. Wakati mgawanyiko wa kisiasa ukiongezeka, uchumi nao ulianza kudhoofika. Katika miaka ya 1980, bei za bidhaa zilipanda kwa kasi, ajira zilianza kupungua na maisha ya kila siku yakawa magumu zaidi kwa wananchi wengi. Watu wakaanza kupoteza imani na mfumo wa serikali ya pamoja. Hivyo, chini ya shinikizo la matatizo haya, hali ya umoja ilianza kuyumba zaidi. Kadri ya matatizo haya yalivyozidi kuongezeka, msingi wa Yugoslavia ulianza kutikisika kwa kasi. Kilichoanza kama taifa lenye nguvu na utulivu wa muda mrefu chini ya uongozi wa Tito, sasa kilianza kuonekana kama muundo unaoshikiliwa kwa nguvu ya kumbukumbu za zamani zaidi kuliko uhalisia wa sasa. Na hapa ndipo historia ilipoanza kuingia kwenye hatua ya hatari zaidi. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, Ulaya Mashariki ilikuwa inabadilika kwa kasi kubwa. Mataifa mengi yaliyokuwa chini ya mfumo wa kikomunisti au ya muungano wa shirikisho yalikuwa yakianza kuvunjika au kubadilisha mifumo yao ya kisiasa. Mawimbi haya ya mabadiliko hayakuishia nje ya Yugoslavia, bali yaligonga moja kwa moja kuta zake na kuingia ndani. Hivyo, ndani ya Yugoslavia, hali ya kisiasa ikawa imefikia hatua ya hatari sana. Katika kila jamhuri ndani ya Yugoslavia, viongozi wa kisiasa walianza kubadili msimamo wao. Badala ya kusukuma zaidi wazo la umoja wa taifa moja, walianza kuimarisha ajenda za kujitawala na utaifa wa kila eneo. Hapa ndipo misimamo ilipoanza kugawanyika na kuwa wazi. Slovenia ilianza kuwa ya kwanza kusukuma wazo la kujitenga kabisa. Croatia ikaifuata kwa haraka ikitaka uhuru kamili. Bosnia ikawa eneo lenye mvutano mkubwa zaidi kwa sababu ya mchanganyiko wa makabila na dini. Lakini Serbia ilijaribu kwa nguvu zaidi kushikilia Yugoslavia kama muungano mmoja. Kila upande haukuona tena kama Yugoslavia ni nyumba moja, bali waliona kama mfumo uliokuwa unawanyima au kuwalazimisha kufuata upande mwingine pasi na kutaka kwa hiari yao. Chini ya kila msimamo wa kisiasa kulikuwa na hofu kubwa. Wengine waliogopa kurudi kwenye historia ya kutawaliwa na wengine. Wengine waliogopa kupoteza mamlaka na ushawishi waliokuwa nao ndani ya muungano. Na wengine waliona kubaki ndani ya Yugoslavia kama njia ya kulinda maslahi yao ya kisiasa na kijeshi. Hofu hizi hazikuwa tu za viongozi, bali pia ziliingia kwa wananchi wa kawaida, zikianza kubadilisha mtazamo wa jamii nzima. Mnamo mwaka 1991, mchakato wa kuvunjika kwa Yugoslavia ulianza rasmi. Slovenia na Croatia zilijitangaza kujitenga kutoka kwenye muungano. Hatua hii haikuwa tu mabadiliko ya kisiasa, bali ilikuwa hatua iliyobadilisha kabisa mwelekeo wa historia ya eneo lote la Balkan. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1918, wazo la taifa moja la Yugoslavia lilianza kuvunjika kivitendo. Na mara baada ya hatua hiyo kuchukuliwa, mlango wa migogoro mikubwa ilifunguka zaidi, ambapo haikuweza tena kuzuilika kwa maneno au makubaliano ya kisiasa. Baada ya Slovenia na Croatia kujitangaza kujitenga kuwa huru mwaka 1991, mvutano uliokuwa umejengwa kwa miaka mingi ulilipuka kwa kasi kubwa. Ndani ya muda mfupi, maeneo mbalimbali ya Yugoslavia yakaanza kuingia kwenye vita vya wazi. Lakini vita hivi havikuwa vya kawaida kati ya nchi na nchi pekee, bali vilikuwa vita vya ndani vilivyochanganyika na historia ya makabila, dini na hofu za muda mrefu. Vita vilikuwa vikali zaidi nchini Bosnia na Herzegovina, eneo ambalo lilikuwa na mchanganyiko mkubwa wa Waserbia, wa Croatia na wa Bosnia. Hawa 100% walikuwa ni Waislamu. Hapa tofauti za kikabila na kidini zilikuwa zimeishi pamoja kwa
kwa miaka mingi chini ya muungano wa Yugoslavia, lakini sasa zilikuwa zikiibuka tena kwa nguvu kubwa. Ndani ya muda mfupi, Bosnia ikawa uwanja wa mapigano kati ya makundi yote matatu. Kilichoanza kama harakati za kisiasa za kujitenga kiligeuka haraka kuwa vita vya maangamizi. Katika maeneo mengi, miji ilizingirwa kwa muda mrefu, njia za chakula na misaada zilifungwa, familia zililazimika kukimbia makazi yao, na jamii zilizokuwa zikiishi pamoja zilianza kugawanyika kwa misingi ya kikabila. Hali ya kawaida ya maisha ilivunjika kabisa. Watu waliokuwa majirani kwa miaka mingi walijikuta wakitenganishwa kwa vita na hofu. Kadiri vita vilivyozidi kuendelea, taarifa za mauaji ya makundi zilianza kuenea kwa kiwango kikubwa. Vikosi mbalimbali vilihusishwa na mashambulizi ya raia, uhamishaji wa lazima na makundi ya watu, na uharibifu mkubwa wa miji na vijiji. Hii ilifanya vita vya Bosnia kuwa moja ya vipindi vya giza zaidi barani Ulaya baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Dunia nzima ilishuhudia kile kilichoitwa vita vya Balkan vya miaka ya 1990. Hii haikuwa vita ya kawaida ya kijeshi pekee, bali ilikuwa mgogoro uliotokana na kuvunjika kwa muungano wa kisiasa, kuibuka kwa utaifa mkali na historia ndefu ya tofauti za kikabila ambazo hazikuwahi kupatanishwa kikamilifu. Ilionyesha wazi jinsi muungano uliojengwa juu ya nguvu ya kisiasa pekee, bila suluhisho la kina la utofauti za jamii, unaoweza kugeuka kwa maangamizi makubwa wakati unapoanguka. Baada ya karibu muongo mmoja wa vita, mazungumzo ya amani na mabadiliko ya kisiasa, Yugoslavia haikuwa tena taifa moja. Ndoto iliyoanza mwaka 1918 ya kuwaunganisha Waslav wa kusini chini ya bendera moja ilikuwa imefika mwisho wake. Muungano uliokuwa umeishi kwa zaidi ya miaka 70 ulivunjika hatua kwa hatua, na kila jamhuri ikachukua njia yake ya kujitawala. Kufikia mwanzo wa miaka ya 2000, ramani ya Balkan ilikuwa imebadilika kabisa. Taifa moja la Yugoslavia lilikuwa limepotea na nafasi yake ikachukuliwa na mataifa huru yaliyotambulika kimataifa, mataifa 7 ambayo yapo hadi sasa. Moja ni Slovenia. Slovenia ilikuwa jamhuri ya kwanza kujiondoa kutoka katika umoja wa Yugoslavia. Mnamo tarehe 25 Juni mwaka 1991, bunge la Slovenia lilitangaza rasmi uhuru wake. Jeshi la Yugoslavia lilijaribu kuzuia hatua hiyo, lakini mapigano yalidumu kwa takribani siku 10 pekee katika vita vinavyojulikana kama 10-day war. Baada ya makubaliano ya Brion, vikosi vya Yugoslavia viliondoka Slovenia na baadaye uhuru wake ukatambuliwa kimataifa mwaka 1992. Ukubwa wa eneo la Slovenia ni takriban kilomita za mraba 20,273, na rais wa kwanza baada ya uhuru alijulikana kwa jina la Milan Kučan. Slovenia ndiyo iliyofanikiwa kujitenga kwa vita vifupi zaidi na uharibifu mdogo ukilinganishwa na majirani zake. 2 ni Croatia. Siku hiyo hiyo ya Juni 25 mwaka 1991, Croatia nayo ilitangaza kujitenga. Lakini tofauti na Slovenia, Croatia ilikumbana na vita vikubwa dhidi ya jeshi la Yugoslavia na vikosi vya Waserbia wa Croatia. Vita hivyo vilidumu hadi mwaka 1995, vikisababisha maelfu ya vifo na uharibifu mkubwa wa miji kama Vukovar na Dubrovnik. Ukubwa wa eneo la Croatia ni takriban kilomita za mraba 56,594, na rais wa kwanza wa Croatia huru alijulikana kwa jina la Franjo Tudman. 3, North Macedonia. Jamhuri ya Macedonia ilichukua njia tofauti. Badala ya kuingia vitani, ilifanya kura ya maoni ambapo
wananchi wengi waliunga mkono kujitenga. Mnamo tarehe 8 Septemba mwaka 1991, kura hiyo ilifanyika na baadaye uhuru ukatangazwa bila vita vikubwa. Hata hivyo, nchi hiyo ilikumbana na mgogoro wa jina lake na Ugiriki kwa miaka mingi. Ndiyo maana leo inajulikana kama North Macedonia. Ukubwa wa eneo la Macedonia ni takriban kilomita za mraba 25,713 na rais wa kwanza alijulikana kwa jina la Kiro Glivorov. 4 ni Bosnia na Herzegovina. Bosnia ndiyo iliyolipa gharama kubwa zaidi. Baada ya kura ya maoni ya Februari na Machi mwaka 1992, Bosnia ilitangaza uhuru wake rasmi mnamo Machi 3 mwaka 1992. Hatua hiyo ilifuatiwa na vita vya miaka 3.5 vilivyosababisha zaidi ya watu 100,000 kuuawa na zaidi ya milioni 2 kuhama makazi yao, kulingana na tafiti nyingi za baada ya vita. Makubaliano ya Dayton ya mwaka 1995 ndiyo yaliyomaliza vita hivyo. Ukubwa wa eneo la Bosnia ni takriban kilomita za mraba 51,209 na mwenyekiti wa kwanza wa urais wa Bosnia huru alikuwa Alija Izetbegovic. 5 ni Serbia. Baada ya jamhuri nyingine kujiondoa, Serbia iliendelea kubaki katika muungano mpya pamoja na Montenegro uliojulikana kama Federal Republic of Yugoslavia ulioanzishwa mwaka 1992. Muungano huo ulidumu hadi mwaka 2003, ukabadilishwa kuwa Serbia and Montenegro na hatimaye kuvunjika mwaka 2006. Ndipo Serbia ikawa taifa huru kabisa likiwa na ukubwa wa eneo la takriban kilomita za mraba 77,474 bila kujumuisha Kosovo, kulingana na takwimu zinazotumika kimataifa. Juni 5, 2006 likawa taifa huru lenye uhuru kamili, na rais wa kwanza baada ya uhuru wa 2006 alikuwa Boris Tadić. 6 ni Montenegro. Montenegro iliendelea kuwa katika muungano wa Serbia hadi wananchi wake walipopiga kura ya maoni mwaka 2006. Mnamo 21 Mei mwaka 2006, kura ya maoni ilipitisha pendekezo la kujitenga kwa asilimia 55.5. Uhuru ulitangazwa rasmi Juni 3, 2006. Montenegro ikawa na ukubwa wa eneo la takriban kilomita za mraba 13,812. Rais wa kwanza baada ya uhuru alikuwa Filip Vujanović. 7 ni Kosovo. Kosovo ilikuwa eneo lenye idadi kubwa ya Waalbania lakini wakiwa ndani ya Serbia. Baada ya vita vya mwaka 1998 hadi mwaka 1999 na uingiliaji wa kijeshi wa NATO, Kosovo ilisimamiwa na Umoja wa Mataifa kwa miaka kadhaa. Hatimaye mnamo Februari 17 mwaka 2008 ilitangaza uhuru wake. Hata hivyo, hadi leo uhuru wa Kosovo haujatambuliwa na nchi zote duniani. Serbia bado inaiona Kosovo kama sehemu ya eneo lake, huku zaidi ya nchi 100 za wanachama wa Umoja wa Mataifa zikiitambua kama taifa huru. Kosovo ina ukubwa wa eneo la takriban kilomita za mraba 10,887 na rais wa kwanza baada ya kutangazwa uhuru alikuwa Fatimir Sejdić. Leo ukitazama ramani ya Balkan utaona mataifa 7 yaliyowahi kuwa sehemu ya Yugoslavia. Lakini nyuma ya mipaka hiyo mipya kuna historia ya zaidi ya miaka 80 ya matumaini, migawanyiko, vita na mabadiliko ya kisiasa. Yugoslavia ilianza mwaka 1918 ikawa na ndoto ya kuwaunganisha Waslavu wa kusini chini ya taifa moja. Chini ya Tito, ndoto hiyo ilionekana kutimia kwa muda mrefu,
Lakini baada ya kifo chake, migawanyiko ya kikabila, changamoto za kiuchumi na siasa za utaifa zilirudi kwa nguvu na hatimaye zikavunja muungano huu. Historia ya Yugoslavia inabaki kuwa moja ya mifano muhimu zaidi duniani ya jinsi taifa lenye watu wa tamaduni na historia tofauti linavyoweza kustawi kwa muda, lakini pia jinsi linavyoweza kusambaratika ikiwa tofauti hizo hazitapatiwa suluhisho la kudumu. Hivyo Yugoslavia inabaki kama somo kubwa la historia duniani, ya kwamba kuunganisha watu tofauti si jambo la karatasi pekee, bali linahitaji uaminifu, usawa na taasisi imara. Bila hivyo, hata muungano wenye nguvu unaweza kuvunjika kwa ndani kabla haujavunjwa na nje. Je, unafahamu nini kuhusu Yugoslavia? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.